Nimekumbuka safari moja mwaka 1997 mwezi wa 11. Naona anacheka kabisa sababu naye anakumbuka hilo tukio. Tulifanya ziara moja chini ya World Muslim Youth ya Thembo, ambayo ilikuwa makao makuu yake Nairobi, na Dar es Salaam hapa Tanzania walikuwa na tawi. Na mwaka na 1997 tulipata fursa ya kufanya ziara vijiji vya mkoa wa Iringa. Tulikwenda maeneo mengi, lakini jina moja ya vijiji ninalolikumbuka Kitayawa. Kakara kumbuka sababu tulikutana na vituko vikubwa huko. Tulifika mahala tulilazimika kulala kwenye madarasa ya shule na baridi kali. Hakuna nyumba ya Muislamu kwa sababu kuna mji tulikwenda kuna Waislamu wawili tu kata nzima. Halafu tumefika pale, tumefikia kanisani na shule ndo wametupa mahifadhi ya kulala. Sasa kaka huyu alikuwa anavaa joho na kanzu. Fika swala anaenda kusalisha. Tunaswali pale msikitini, pale shuleni. Sasa vijana wengi na Wakristo wanakuja kutuona. Sasa watoto wakimuona kaka katangulisha anaswalisha wanasema Yesu yule, Yesu yule. Kazi ya dini mtihani sana. Na ilikuwa ni programu nzuri. Sijui ile programu ilishia wapi. Kwa sababu miongoni wa programu ambazo tulifanikiwa kuwawini upande wa pili na kuona thamani ya Uislamu ilikuwa hiyo. Kuna watu walikuwa wanajitolea madawa. Kuna watu walikuwa wanajitolea vyakula. Kuna watu walikuwa wanajitolea nguo. Tunavikusanya kwa pamoja na tunakuwa na daktari na watu wa mawaidha. Nakumbuka tulikuwa na Sheikh Musa, fundi, somebody fundi, nani anaitwa? Kombo, Abu Bakari fundi, nakumbuka pia tulikuwa naye. Sasa mimi ndo niliitwa upande wa Biblia, maana mimi kidogo huko kwenye Biblia mtaalamu. Sasa niliitwa kwa ajili ya upande huo. Na wenzangu mashekhe upande wa Qur'ani. Wao wanatoa nasaha na mawaidha, wakimaliza mimi nakunguta aya za Biblia na Qur'ani mchanganyiko kufundisha Uislamu. Basi tulikuwa tunapata impact kubwa na watu wengi walikuwa wanaingia katika Uislamu. Lakini sifa nyingine ni ile kwamba tulikuwa tunatoa zawadi, nguo, watu wanagawiwa bure, matibabu bure, wanapimwa bure yale magonjwa yasiyoambukizwa kama pressure, magonjwa kama sukari na kadhalika, tunawapima bure uwanjani. Ni very important program, kama zinaweza kutengenezwa vizuri, ni programu ambazo zinaweza kusaidia Uislamu kuelimisha katika maeneo mbalimbali. Kwa hiyo nilipomuona leo pia nimefurahi sana. Lakini dakika zangu 5 zilizobaki nataka nizikumbushe jambo. Wakati naanza mukhadima wangu nilianza na surat Bani Israil aya ya kwanza. Pale Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipokuwa anaielezea safari ya Mtume sallallahu alayhi wasallam min al-Masjid al-Haram ila al-Masjid al-Aqsa. Safari ambayo alisafiri mwezi 27 Rajab, ndio huu tulionao. Mwezi 27 Rajab alisafiri Mtume sallallahu alayhi wasallam kutoka Maka kwenda Masjid al-Aqsa Palestina. Lakini pia usiku huo alisafiri kutoka Palestina kwenda mbinguni. Kuna vitu vingi sana tunatakiwa tuvizingatie na tujifunze. Kuna siri kubwa kwenye tukio hili la mwezi 27 Ramadhani, ambalo ndani yake ndiyo imepatikana ibada ya swala 5. Miongoni mwazo ni zile tunazoswali, na hii ya Ijumaa inabebwa na hiyo kwa sababu sehemu ya hutuba 2 na swala 2 raka 2 za Ijumaa zinakidhi haja ya muda wa sala ya saa 7 kwa maana ya dhuhuri. Nachotaka ni wakumbushe umuhimu kurudi kwenye maelezo ya shekhe wa mkoa wa hapa Dodoma alipokuwa akizungumzia thamani ya matumizi ya miezi mitukufu katika ibada. Mwezi wa Rajab ni mwezi wa 7 katika kalenda ya Uislamu.
Huu mwezi tulionao unaitwa mwezi wa Rajab. Huu ni mwezi wa 7 katika kalenda ya Kiislamu. Mwezi wa kwanza katika kalenda ya Kiislamu ni mwezi wa Muharram. Maana yake katika kalenda ya Kiislamu mwezi wa 11 ni mwezi mtukufu. Huu ni mwezi wa Dhulqaada. Mwezi wa 12 ni mwezi mtukufu. Huu ni mwezi wa Dhulhijja. Mwezi wa kwanza ni mwezi mtukufu. Huu ni mwezi wa Muharram. Na mwezi wa 7 ni mwezi mtukufu. Huu ni mwezi wa Rajab. Ndio huu tulionao. Sasa ndani ya mwezi huu wa 7 ambao ndio mwezi miongoni mwa mwezi ni mwezi wa mwisho katika ile minne mitukufu aliyoitaja Mungu Subhanahu wa Ta'ala, huu ndio unabeba hesabu ya katikati yao, yani wa kwanza, wa 7, wa 11, wa 12. Huu ndio wa katikati. Mwezi wa 7 umekuwa mwezi mtukufu. Nakumbuka ndani ya mwezi huu ndio mwezi iliyoteremshwa ibada ya swala. Swala 5 Mtume sallam amepewa ndani ya mwezi huu wa 7. Sala 5 hizi amepewa mbinguni, huko zaidi ya mbingu 7. Na kuna siri imejificha kubwa sana. Kwanza wenyewe ni mwezi wa 7. Amepewa sala 5 juu ya mbingu 7. Unapofanya ibada ya swala, kilele cha ibada ya swala ni sigda. Yani unaposimama, unapoingia kwenye sigda, ndipo unakwenda kusimama kwenye ibada ya swala, kilele cha ibada ya swala. Na ndo unapata communication ya moja kwa moja na Mola wako. Na ndio maana Mtume sasa akatufundisha sana, tukiwa kwenye sigda tumwambie Mwenyezi Mungu haja na shida zetu, yale tunayoyataka. Lakini mwanadamu anapokuwa katika sigda, ndiyo kipande ambacho viungo vyake 7 vinagusa ardhi ikiwa hana ulemavu. Yani mwanadamu yote ambaye hana ulemavu yuko nomo, akiwa kwenye sigda viungo vinavyogusa ardhi vinakuwa 7, ambalo ni paji la uso, mikono miwili, matumbo miwili ya miguu. Nimeeleweka sawa sawa? Nimeeleweka sawa sawa? Matumbo miwili ya miguu na magoti mawili ya miguu yanakuwa yamegusa ardhi. Viungo 7 vinakuwa vimegusa ardhi wakati mwanadamu anakuwa katika ibada ya swala. Na hapa anakuwa ametimiza ile hesabu ya namba 7, kwa sababu chini kuna ardhi 7, katika mahala aliposujudu viungo vilivyogusa ardhi vinakuwa 7, tabaka za hewa zilizo juu yake zinazomfanya aishi na kupumua zinakuwa 7. Juu ya tabaka ya hewa kunakuwa na mbingu 7, na yeye anakuwa ametimiza ibada hiyo. Na ibada yenyewe imeteremshwa ndani ya mwezi wa 7. Kuna siri kubwa sana mwezi huu katika utukufu wake juu ya kumuomba Mwenyezi Mungu. Muislamu ukiutumia vizuri utukufu wa mwezi huu katika kumlilia Mwenyezi Mungu kwa dhati, wallahi kuna vitu vitafunguka. Sema bahati mbaya Waislamu wengi tuna imani tumepungukiwa na yakini. Yani mtu anafika mahala anasema inawezekana, lakini ndio maana shida hazituishi. Kwa sababu hata kwenye kuomba mtu anakwambia wacha nijaribu. Kwenye tiba anakwambia wacha nijaribu. Kwenye kutafuta anasema wacha nijaribu. Kwenye kufanya chochote anasema wacha nijaribu. Ukijaribu wewe umetoa yakini ya Mola wako. Kwa sababu unapofanya jambo lolote, cha kwanza mkabidhi Mwenyezi Mungu. Alafu usiangalie ukubwa wa shida zako, angalia uwezo wa Mwenyezi Mungu katika kukabili shida za wanadamu. Angalia Mwenyezi Mungu alivyoleta mitihani. Kaka yangu Sheikh Shams amesema vitu vikubwa hapa. Bintu nabii, mtoto wa mtume, anafanya kazi kwa Wayahudi alafu anatafuta riziki ya kula. Mtoto wa mtume, mtume ambaye ana uwezo wa kusema jiwe liwe mkate, jiwe liwe dhahabu, pesa zije, na ana uwezo kusema Waislamu dunia nzima kusanyeni pesa zenu nileteni hapa. Lakini bado mtoto wake alikuwa mtumishi wa watu, ndio anapata riziki. Kwa kisoma kisa kimoja, siku moja Sayyiduna Ali bin Abi Talib alikwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Mtume alipomuona tu akajua huyu hali nyumbani ni mbaya. Ndani ya nyumba yake naye Mtume anakoma manga moja, hana kingine chakula isipokuwa hicho.
na alipoona wajukuu zake wanaweza kulala njaa, akachukua komamanga hilo kumpa Ali apeleke nyumbani, wajukuu za Hasani na Husaini wapate riziki. Wakati yuko njiani anakwenda nyumbani, kabla hajafika nyumbani akakutana na maskini, akamlilia kwa sauti kwamba mimi nina hali mbaya. Naam, alipofika nyumbani akamkabidhi ile komamanga mkewe Fatima, akamwambia hili nimetoa kwa Mtume, ndio riziki alotupa Mungu leo. Analiweka tu ndani, mara anasikia ngongongo, salamu alaikum nyumba hii. Anatoka nje anakutana na maskini, anamwambia unavoniona na siku ya 3 riziki haijaingia mdomoni mwangu, na sikuiona nyumba yoyote katika mji wa Madina kutafuta riziki isipokuwa nyumba yako. Nimekuja unipe msaada, walau nipoze njaa, nijinusuru na uhai wangu kutokana na njaa. Ali akaingia ndani akamwambia Fatima, beba hiyo komamanga tumpe mgeni. Wao wenyewe wamelala njaa, Hasani na Husaini hawana chakula, na Mtume ndo kaishia hapo, hana cha ziada. Fatima kwa moyo mkunjufu, ingekuwa wake zetu wa leo, yani kabla ya kupewa kwanza unakula mbata ya maana. Yani unaambiwa mpumbavu mkubwa, wanangu wa wajala, unaniambia unaenda kutoa sadaka, ona akili vizuri. Sadaka si unatoa cha ziada. Lakini Fatima kwa sababu kalelewa katika familia bora, kwa sababu kalelewa katika tabia, katika familia yenye akhlaki, Mtume baba yake ndio Mtume wa Mwenyezi Mungu, mbora wa tabia, aliingia ndani akachukua lile komamanga akampa mmewe aende akalitoe sadaka. Wakalitoa sadaka, wakalitoa sadaka. Watu wenye ikhlasi ya dini, watu wenye hofu na Mwenyezi Mungu, watu wenye yakini na malipo. Hao ndio watu wenye yakini na malipo. Jitafakari wewe katika maisha yako na mimi, tuna yakini hiyo? Basi alipolitoa yule bwana akaondoka. Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu akaamua atoke, akazunguke tu, atoke pale nyumbani, atawakala Allah, aone Allah atamjalia nini. Wakati ametoka katika kuzunguka zunguka, akakuta mtu mmoja amempatia fedha, akampatia zaidi ya makomamanga 100, zaidi ya makomamanga 100 akampatia hiyo sadaka. Akarudi nyumbani, ana hakika ya kula familia yake, ana uhakika wa fedha, ana uhakika wa maisha, kwa sababu alimtegemea Mwenyezi Mungu katika kile alichokitanguliza kukitoa. Kama kuna mahali Waislamu kwetu pagumu ni kwenye sadaka. Hapo ndo panakuaga pagumu kuliko mahali popote. Ndugu zangu, baada ya maneno haya, jana wakati nazungumza na Sheikh wa wilaya wa mkoa, niliwahi kumwambia kwamba mwezi wa 11 kama mnakumbuka, tulikuwa tuwe na mkutano hapa, dua kubwa tulipanga kuifanya hapa Dodoma, ikaingiliana na ratiba za mitihani ya wanafunzi wa form 4 ambayo ilikuwa tufanye shule ya Jamhuri pale. Kwa hiyo nimerudi tena nikae na shekhe tupange upya mwezi wa pili, tarehe za mwishoni kuelekea mwezi wa Ramadhani, tulifanye lile kongamano ili tuweze kumaliza ile kiu tuliyoiahidi kuifanya kwa watu wa Dodoma, tuseme inshallah. Lakini kabla ya hiyo na ratiba hivi, natokea Nairobi na nilikuwa boda ya Tanzania na Kenya na Manga, wilaya nini hiyo inaitwa wilaya Longido, wilaya Longido. Nimefanga program pale mwaka huu 2025, Mungu akipenda tunaanzia mkoa wa Arusha katika wilaya Longido. Tumewekania kwenda kupeleka ujumbe kwa Wamasai, kwa sababu katika kundi alifikiwagi sana na dini ya Uislamu hilo hapo. Yani Waislamu tunajisahau sana kuwafuata Wamasai katika kuwatangazia dini yetu. Na niliwahi kuona klipu mwaka jana kama sio mwaka juzi, ilisambaa sana, Wamasai wanatulaumu hatupeleki ujumbe kwao. Mwaka huu mimi nimewekania ziara yangu inaanzia kwa Wamasai, kwenda kupeleka dawa, na tayari nimeshaongea na viongozi wa baraza wilaya na wajumbe wake, na tayari maandalizi yanaendelea.
tumeweka nia panapo majaliwa tarehe 25 ya mwezi huu mpaka tarehe 20 au 15 ya mwezi ujao tutakuwa katika wilaya ya Longido biidhnillah. Tuseme inshallah. Nachokiomba kwa Waislamu, yeyote atakayeweza kutupa support ya namna yoyote ile ashiriki nasi katika support ya kwenda kufanya kazi ya dini. Lakini sapoti hii sitaki niiseme leo naona mazingira sio, sababu mahitaji ni makubwa. Lazima niwe mkweli. Tulikuwa tunapiga bajeti zaidi ya milioni 26 itatumika katika kipindi cha siku 25. Mimi katika mfuko wangu nimeamua nikusanye 10 milioni na marafiki zangu 16 watatoa Waislamu wengine, tusaidiane tukakae mwezi mzima kufanya kazi ya dini. Tuseme inshallah. Lakini fedha hii nitaikusanya Ijumaa ijayo hapa, na namuomba shekhe aniridhie. Ijumaa ijayo nitasimama hapa nikusanye fedha hii, na yeyote ambaye ana chochote kuanzia leo, milioni 500,000, 700,000, 800,000 ilete kwa shekhe wa mkoa. Ikifika kwake imefika. Yani si lazima ipitie kwangu, wewe lete kwa shekhe wa mkoa, kabidhi hiyo pesa, imefika. Lakini tuna operation dawa katika wilaya ya Longido. Tunataka tufike kwa Wamasai, tupeleke ujumbe nako. Na kazi tunazozifanya kupitia online TV yetu ya Isra Islamic TV mtaiona, kwa sababu uzuri kila anaposimama Dr. Sule unajua yuko wapi. Timu tumeshapanga, utaratibu umeshaandaliwa, tumeweka nia kwenda kufanya kazi ya dawa. Milioni 26 inahitajika: kula, kulala, gharama za vyombo, usafiri, mafuta ya gari, kwa sababu lazima tuende na gari angalau 2. Kule huwezi kwenda na mabasi, tutembee kwa gari zetu wenyewe. Tupige dawa vijijini, tukafikishe ujumbe ili tufike mahali tumwambie Mwenyezi Mungu kadiri alivyotupa uhai na uwezo, tuliweza kufikia maeneo tatanishi kupeleka ujumbe wa la ilaha illa Allah. Tumeelewana sawa sawa ndugu zangu? Kwa hiyo wiki ijayo hapa Ijumaa, Mungu akitujalia salama, nitakuwepo na nitalisimamia zoezi hili kwa makini makubwa. Kila mmoja akaweke nia. Mwenye uwezo wa kukusanya milioni 2, najua marafiki zangu mko wengi, marafiki wa shekhe wa mkoa mko wengi, marafiki wa Mwenyezi Mungu na mtume mmejazana, na inshallah zoezi hili mtalisimamia na kazi itaenda tulivyoikusudia. Tuseme inshallah. Baada ya kusema haya, nimshukuru shekhe wa mkoa. Najua leo mambo mengi na mimi sitaki kuongeza. Hizo yenyewe nishaenda 15 na kuomba radhi shekhe, na najua ulikuwa safarini, umerudi, lazima urudi nyumbani saizi ukakandwe kidogo, alkhasir ghasia na nini, ndo sunna. Shekhe lazima arudi nyumbani akakandwe, apewe wali kidogo anakula na nini, ndo raha. Na leo Ijumaa kula wali ni sunna. Usile ugali leo bwana, unaweza ukaota kichwa kimekatika. Kuna watu wanakula ugali Ijumaa, wewe una balaa gani? Ijumaa unakula ugali? Umewahi kutoa wapi? Angalau basi kula ndizi kama Sheikh Haruna Kichwabuta kule nyumbani kwao. Wanapenda ndizi nyama sana. Moja ya vyakula na vipenda sana ndizi na utumbo. Allahu Akbar. Kwa hiyo tumuache shekhe aende, lakini kama mnavyojua majukumu ya shekhe ni makubwa. Leo naona sura nyingi hapa mbele. Namuona mjumbe mmoja wa mkutano mkuu yuko mbele yangu hapa. Mimi sasa niseme kweli mambo mazuri, alhamdulillah. Njoo nisalimie kaka. Njoo bwana. Huyu mtu wa harakati sana, mtu kutoka Tanga, mtu wa dini. Shekhe huyu mtu wa harakati sana. Mtu wetu sana, ni mwana harakati sana 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 sana. Anaipigania dini kadri anavyoweza, na ni mmoja wa jumbe wa Chama cha Mapinduzi. Mwana CCM huyu. Alhamdulillah. Huyu nimefanya naye kazi ya dini mpaka Mombasa. Alikuwa na magari anakwenda Mombasa, Tanga. Huyo ana vitu vikubwa alikuwa anafanya huko nyuma. Alhamdulillah, karibu sana. Salimia kwanza, wasalimie, ila salimia salamu ya Kiislamu, ile nyingine tutasalimiana kule kwenye mambo yetu inshallah. Na alhamdulillah mmejitahidi, mji hauna hata nyumba ya kulala, kweli mko wengi, mkishinda mnashindaga kweli kweli, mjue. Inshallah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykum salaam. Ndugu zangu, mimi naitwa Haji Omar Mwasingo, natokea Tanga. Nyumbani kwetu Tanga, kabila langu mimi Msambaa. Na hapa. Shukran, jazakallah khair. Asante. Kumbe shemeji nilisahau. Sheikh
Sheikh wa mkoa, sina la ziada, shukran. Natoa salamu Sheikh. Salamu Aisha. Salamu. Tusikie salamu. Salamu yako isikike. Nasiri wataiona dunia. Inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naitwa Abbas Abdallah, naishi Dar es Salaam. Ni mwanafunzi, sina la kuongea. Ni mwanafunzi wa Naib Chief Kadhi Sheikh Muhammad Kosel. Nadhani kila mmoja anamjua. Assalamu alaikum. Alaikum salam. إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Ya Rabbi, tunakuomba ujalie taifa letu liwe katika amani. Teremsha amani katika taifa letu la Tanzania ya Rabbi. Watu wawe na upendo, utulivu, amani na mshikamano. Ya Rabbi, tuwaombea viongozi wetu, rais wetu na wasaidizi wake wote, na mufti wetu wa Tanzania Dr. Abubakar Zubeir na wasaidizi wake, na wote wape afya njema, utuunganishe pamoja ya Rabbal Alamin. برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله.